Inaitwa maombi ya ukiri. Sawa? Maombi ya nini? Ya maombi ya kukiri. Maombi ya kukiri. Twende tena Yakobo sura ya 3 mstari tuanzie wa kwanza. Maombi ya kukiri ikiwa ni aina nyingine ya maombi. Hujapata? Sura ya 3 mstari wa kwanza. Yes. Sasa nataka tufanye hayo maombi ya kukiri. Ndugu zangu, Aha. msiwe walimu wengi, Mhm. kwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Yeah. Maana tunajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Najikwaa katika mambo mangapi? Alafu Mtu asiyejikwaa katika kunena, yes. huyo ni mtu mkamilifu. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ndiye mtu. Unasoma taratibu. Mtu asiyejikwaa katika nini? Ndio mtu. Amesema mara ya kwanza tunajikwaa katika mambo mangapi? Kwa maana mengine ni kwamba hata ukijikwaa kwenye mambo mengine, jitahidi usijikwae hapa. Tumeelewana? Hapa panaweza pakarevo yale mengine yasifanyaje? Yasionekane. Ila ukijikwaa hapa, huko kwingine hata ukifanikiwa au umechemka. Sawa? Ukijikwaa kwenye biashara lakini kwenye ulimi ukawa upo vizuri, umefaulu. Ukijikwaa kwenye masomo lakini kwenye kinywa ukawa upo vizuri, umefaulu. Sawa? Ukijikwaa kwenye sijui ndoa sijui nini lakini kwenye kinywa uko vizuri, umefanyaje? Lakini ukifeli kwenye kinywa, Mungu wangu, ukafaulu kwenye biashara, wewe ni sifuri. Hamna kitu. Sawa? Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo wengine achana nao, wasikutishe. Ameuza leo wewe umekaa pale kwenye ginga lako umeuza 7,000 kwa siku. Sawa? Mwingine ameuza 300,000 kwa siku. Kasikilize kinywa chake. Ambia hamna kitu hapa. Hapa hamna kitu. Sawa? Asiyejikwaa katika kunena, huyo ndiye mtu mkamilifu. Kwa hiyo jikwae maeneo mengine yote. Mwambie mwenzio jirani, jikwae maeneo mengine yote. Lakini yako kaliko ndani ya huo mdomo. Ako cheza makini na ako kadude yako. Sawa? Poteza hela baada ya kuweka mfuko huu zikapitiza kwenda chini. Sio shida sana. Ila usije ukakosea yako. Baada ya kwenda huko kakaenda huko. Aya. Umechemka mno. Sawa? Kwa hiyo Yakobo anasema tunajikwaa sisi katika mengi. Sawa? Alikuwa asemi kwamba yani basi sisi ndio wakosefu. Sisi Mungu yangu wewe. Alikuwa anasema hivi, yani lengo lake la kufundisha ni kwamba kuna kitu kamoja kadogo kanaweza kukusaidia hata kama ulijikwaa katika mengi, yote yakakaa kwenye mstari. Haleluya. Nampenda yule nani Elia Mtishibi. Nazola wameimbaje yule? Wanangoja mambo yanyoke. Sisi twayanyosha kwa neno. Very good. Yaache yavinde tu, sisi tuna neno. Neno linatoka kwenye kinywa. Yes, tutayanyosha tu. Kwa sababu tuna neno la Bwana. Na tutalitamka. Tutanyoka. Sisi tumeelewana? Endelea. Maana tunajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, Yeah. huyo ni mtu mkamilifu. Yes. Awezaye kuuzuia na mwili wake wote, kama kwa vijana. Yes. Angalieni twatia vijana katika mbio za farasi, ili watii. Yeah. Hivi twageuza mwili wao wote. Yes. Tena angalieni Melkizedeki, ingawa ni kubwa kama nini. Ingawa kubwa kama nini? Na kuchukuliwa na pepo kali. Yes. Twageuzwa na usukani mdogo sana. Inatosha. Melikebu ingawa ni kubwa kama nini? Ile meli ya Titanic ilibeba watu wangapi? 1,000. Meli tu. Kubwa kama nini, ila inageuzwa na usukani mdogo sana. Sawa? Unajua kwamba Tanzania nchi kubwa, hii kubwa kama nini inageuzwa na kauli moja tu ya rais. Sawa? Unapoona amani kuna kauli.
Unapoona hakuna amani, kuna kauli. Watu wakianza kutekwa unasikia watu wanasema mheshimiwa toa kauli. Hawasemi mheshimiwa rais chukua mtutu nenda mheshimiwa rais toa kauli. Sawa? Kwa nchi ni kubwa kama Tanzania linaongozwa na nini? Na kauli. Vile vile nchi ni kubwa kama we mwenyewe unaongozwa na nini? Na kauli. Maisha yako yajapokuwa makubwa sana au madogo sana yanaongozwa na nini? Na kauli. Unasemaje? Wewe unasemaje? Kwa ijapokuwa limelikebu ni likubwa unaweza kuzani sijui linaongozwa na nini. Utakuja kauta kausukani kadogo just to click linapinda lote. Sawa? Akigeuza ti lote linaanza Haleluya. Kwa ajili ya nguvu ambayo Mungu ameiweka kwenye kinywa. Amina. Kwa sababu nataka ujue kwamba ulimwengu wa roho unaitikia mawazo. Nimesemaje? Unaitikia mawazo. Ulimwengu wa roho unaitikia mawazo. Mungu hasubiri paka umuue mtu ndo aseme una dhambi ya kuua. Yani kitendo cha kwamba umewaza tayari ushaua mbele za Mungu. Sawa? Unatakiwa toba kabisa, unatakiwa ubadilishe maamuzi, unatakiwa usafishwe. Mungu anaitikia nini? Mawazo. Lakini ulimwengu wa mwili huu hauitikii mawazo. Ulimwengu wa mwili huu Mungu aliyoumba unaitikia nini? Maneno. Sawa? Hata niwe na wazo nifike pale dukani nina wazo la kununua chumvi afu nimekaa tu hivi. Sitapewa chumvi. Sawa? Kwa sababu ulimwengu huu hauitikii mawazo. Lakini angekuwa ni Yesu anauza pale ningefika tu hivi tap ningepewa chumvi afu ningeondoka. Kwa sababu ulimwengu wa roho au Mungu anaitikia nini? Mawazo. Lakini hawa watu raia wengine kama sisi tunasubiri mpaka ufanyeje? Useme. Sasa sio sisi tu, hata hizi kuta hizi tunasubiri ufanyeje? Useme. Hata ng'ombe na vitu vingine vyote unavyovijua ambavyo vipo katika ulimwengu huu vinategemea mawazo. Vinategemea maneno. Amina. Kwa vinaishi kwa kauli yako. Unasemaje wewe binafsi? Okay. So kuna maombi ambayo huwa tunasema ni maombi ya kukiri. Kwa sababu tumegundua kwamba kinywa kina nguvu namna hiyo, sasa hatukiachi kikaongea hovyo. Sawa? Badala yake tunakitengea muda maalum ambao kitaongea maneno maalum. Nisomee Yoeli sura ya 3 mstari wa 10. Tunakitengea kinywa muda maalum ambao kitaongea maneno maalum, na yale maneno tunaanza kuyategemea kwamba yataenda kubadilisha uelekeo wa maisha. Yoeli sura ya 3 mstari wa 10. Wow, aliye dhaifu asemeje? Aseme mimi ni dhaifu. Aseme namwamini Mungu kuna siku nitakuwa hodari. Aseme tunaendelea na maombi ya kuwa hodari. Asemeje? Yeye aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Mimi ngoja kwanza. Yeye aliye sio kwamba sio dhaifu, aliye dhaifu. Watu wanahisi kwamba imani inapinga ukweli. No, imani inakubaliana kwamba huyu ni dhaifu. Ila inampa cha kusema. Kwamba usiendelee kusema mimi ni dhaifu, kwa sababu ulimwengu huu wa mwili unaitikia maneno. Ukisema mimi ni dhaifu inakuongezea na udhaifu mwingine juu. Yesu akasema aliye na kitu atapewa. Asiye nacho hata kile kidogo alichonacho atafanyaje? Atanyang'anywa. Moja kati ya mbinu na njia ambazo zinaweza kusababisha ukanyang'anywa hata kile kidogo ulichonacho ni kwa unaongea nini sasa baada ya hapo. Okay? Kwa tunaweka sasa kwamba kwa sababu aliye dhaifu Biblia imeagiza aseme nina nguvu. Aliye dhaifu, aliye mgonjwa aseme mimi ni mzima. Sawa? Anayefeli aseme mimi nafaulu. Okay? Aliyekataliwa aseme mimi napendwa. Okay? Aliyekosa pa kulala aseme mimi nina nyumba tena za wapangaji. You see? Ambaye hana usafiri anatembea kwa mguu aseme mimi nina usafiri na helikopta yangu private. Sawa? Ndicho neno linacho kisema. Sasa ukiona kama hii nayo imezidi, baki hapo sasa. Sawa? Baki hivyo. Ila ndio imetoa mbinu kwamba yeye aliye dhaifu aseme mimi nina nini? Nina nguvu. Ulimwengu wa mwili huu utaitikia maneno yake. Amina. Tusomee Yoshua 1:8 kwa kumalizia. Kitabu maarufu kabisa hicho. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke wapi? Kisiondoke mfukoni mwako. Kisiondoke kichwani mwako. Kisiondoke moyoni mwako. Kisiondoke wapi? Yaani bora ukasahau kichwani mwako, ila tu ukajikuta umelopoka kwamba kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Hiyo hapo inatisha zaidi kuliko ile kimoyomoyo kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Hiyo haina nguvu. Sawa? Kisiondoke wapi? Kinywani mwako.
Sawa? Kwa mfano umemtuma mtoto kanunue chumvi, ila kinywani mwake akaenda kununua, anasema nimeagizwa mafuta. Atapewa nini? Mafuta. Kumbe ile sentensi kanunue chumvi ilitakiwa isiondoke wapi? Kinywani mwake. Sawa? Sio moyoni mwake. Moyoni mwake ya nini? Kinywani mwake. Zamani walikuwa wakitutuma kama naenda dukani kanunue mafuta ya 200 na change. Unaanza kutembea njiani, mafuta 200 na change, mafuta 200 na change, mafuta 200 na change. Kwa sababu unaweza kufika pale dukani ukakumbuka pipi. Kwa sababu ndio iko moyoni mwako. Sawa? Alafu ukanunua pipi, ukarudi nyumbani ukala stiki. Aliyekutuma pipi nani? Unaona? Kwa hiyo sasa kwa sababu wewe pipi ndio ziko moyoni mwako, kinywani mwako inabidi uweke nini? Mafuta 200 na change, mafuta 200 na change. Ukifika pale unaendelea kwa mafuta 200 na change wakati wateja wengine wapo unasubiri ile foleni. Mafuta 200, ikifika zamu yako, mafuta 200 na change. Hapo ukilimaliza hilo umepona. Sawa? Na unapewa kweli mafuta ya 200 na nini? Na change. Kwa sababu alikuondoka wapi? Sikiliza, dunia yote unayoiona hii haya ni maduka. Maduka yako hapa yote haya ni maduka. Hata sisi hapa unaotoa na sisi ni maduka. Kuna vitu unavihitaji kutoka kwangu, kuna vitu unavihitaji kutoka kwako. Sitavipata kwa njia ya mawazo. Sawa? Ni kwa njia ya nini? Kauli. Sasa tukiacha na watu, ulimwengu huu ndio Mungu alivyouumba. Kwa hiyo hapa chini kuna madini yako, hapa chini kuna mafanikio yako, hapa chini kuna nini? Hapa chini duniani. Yanasubiri wewe ufanyaje? Utamke. So kuna maombi mengine ambayo hatuombi Baba shusha moto wako. Tunasema kwa jina la Yesu mimi nilikuwa wanasema mimi ni dhaifu lakini kwa jina la Yesu mimi nina nguvu. Kwa sababu neno limesema yeye aliye dhaifu aseme nini? Nina nguvu. Alafu zile nguvu zinaanza kuitwa kutoka huko ziliko. Sawa? Ule uzima unaanza kuitwa kutoka kule uliko kwa sababu umeamliwa uitikie nini? Maneno. Okay? Umeamliwa uitikie nini? Maneno. Kwa hiyo utatoka kule ulikokuwa uje. Sawa? Kwani mifupa mikavu ili inuka na kutembea kwa njia gani? Mungu alimwambia mwanadamu, toa unabii uiambie mifupa mikavu. Sawa? Uiambie nini? Sio uanze kuniambia Mungu angalia hii mifupa imekauka sana inatia huruma. No. Iambie mifupa mikavu kwamba enyi mifupa mikavu Bwana Mungu asema hivi, nilikuwa maskini sasa ni tajiri. Haleluya. Kuna watu wengine wakamwambia haya njooni kwa ushuhuda, anasema tusome Masaya. No, huo sio ushuhuda. Ushuhuda nilikuwa kipofu sasa ninaona. Yes, hata kama bado kipofu Biblia inasema yeye aliye dhaifu aseme nina nini? Haleluya. So yanakuwa ni maombi, sawa? Lakini haujaenda kuomba kwamba Baba katika jina la Yesu nihurumie mimi mwanao nateseka huyu shetani. Siku hizi amezidi kuwa na roho mbaya. No. Sawa? Unasema kwa jina la Yesu nilikuwa dhaifu sasa nina nguvu, nilikuwa sina pesa sasa nimejaa, sasa hizi nakopesha, sasa hizi nagawa bure, like that. Simama. Simama, okay? So tutafanya hivi, dakika 15 tutaomba maombi haya ya ukiti. Sawa? Afu dakika 15 za mbele tutamshukuru Mungu. Ukiona ala mwejalia uendelee. Sawa? Tunajifunza tu. Ni mazoezi. Mwingine hapa baada hapa hana nafasi nyingine tena ya kuomba zaidi ya hii. Kwa hiyo bora hii ijae. Sieti? Bora ijae. Si kule bweni tulikuwa tunafanya hivyo. Kijua chakula cha saa 12 ndio siri tena. Unakula vya kutosha. Kwa uombe hapa vizuri kwa sababu hauna nafasi nyingine tena eti. Kuna nafasi nyingine tena nzuri kuliko hii. Kuna muda mrefu kuliko huu dakika 30 nda. Na sisi wengine ambao ilikuwa tuondoke ndo kwanza mvua inasembia hamna kwenda kokote. Eti. Kwa hiyo twende. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimesikia neno la Bwana. Neno la Bwana linasema yeye asiyejikwaa katika kinywa yeye ndiye mtu mkamilifu. Hata ningejikwaa katika mengi lakini katika kinywa nikafanikiwa, nimekuwa mtu mkamilifu. Ewe kinywa changu, ewe ulimi wangu, utaniongoza kwenye mafanikio. Maana kama vile milikebu inavyoongozwa na usukani mdogo, ndivyo ambavyo maisha yangu haya yanaongozwa na wewe ulimi wangu. Hapa nilipofika leo ni wewe umenifikisha. Na sasa nataka kutoka hapa. Ni wewe utanitoa kwa kile unachokikiri. Na mimi katika jina la Yesu nitakuongoza kukiri
sawa na vile Mungu anavyotaka. Maana neno la Mungu linasema yeye aliye dhaifu aseme nina nguvu, aseme mimi ni hodari. Kwa jina la Yesu Kristo, mimi ni hodari, mimi ni mshindi, mimi nina nguvu, mimi ninaweza, mimi sijapungukiwa, nimejaa tele, ninafurika tele. Katika jina la Yesu, hakuna nilichopungukiwa. Sijapungukiwa amani, sijapungukiwa upendo. Watu wengi wananipenda, watu wengi wanatamani kuniona, watu wengi wanatamani wanipe zawadi. Mimi nimebarikiwa, mimi nina heri. Kokote ninakokwenda ninaongozwa na mafanikio, kokote ninakokwenda ninaongozwa na ushindi. Wala sio kwa nguvu zangu, lakini kwa ajili ya Yesu. Ameshinda badala yangu, ameshinda magonjwa badala yangu. Mimi ni mzima kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa sio sehemu yangu, magonjwa sio sehemu yangu. Mwili huu hauwezi kuugua, haiwezekani kabisa kabisa kabisa. Mwili huu ukaugua, yani haiwezekani, yani haiwezekani. Hamna kitu kama hicho, kwa sababu Yesu amechukua magonjwa yangu, amechukua udhaifu wangu. Mimi ni hodari, mimi ni mzima katika jina la Yesu. Haiwezekani kabisa. Umaskini hautaji kwangu, kupungukiwa haukutaji kwangu, kwa sababu Yesu alichukua umaskini wangu. Mimi ni tajiri, mimi nimebarikiwa, mimi nina nguvu, mimi ni shujaa, mimi nimeshinda, mimi ninashinda kila vita, kila upinzani unaoinuka mbele yangu. Mimi nimeshinda, mimi ni mshindi. Haiwezekani mimi nikashindwa, haiwezekani, haiwezekani kabisa kabisa, kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani yangu. Ameshinda kifo, ameshinda mauti. Ni shida gani tena zaidi kubwa kuliko kifo na mauti? Yesu aliye ndani yangu ameshinda kifo, ameshinda mauti. Kwa hiyo haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani mimi nikashindwa, haiwezekani mimi nikashindwa. Mimi siwezi kushindwa, ninashinda zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mimi nimebarikiwa. Ninaye Yesu Kristo akikaa ndani yangu. Mimi ni kiumbe kipya, sio yule wa zamani aliyekuwa anaugua, aliyekuwa anafeli, aliyekuwa anapigwa na shetani. Hapana. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mimi niko ndani ya Kristo, ya kale yamepita, magonjwa yamepita, umaskini umepita, shida zimepita. Mimi ni kiumbe kipya, mimi ni tajiri, mimi nina mafanikio. Nyota yangu inang'aa, nyota yangu inaita, nyota yangu ni ya utajiri, nyota yangu ni ya uongozi, nyota yangu ni ya kung'aa, nyota yangu ni ya kushinda. Popote ninapokanyaga, hapo ninapamiliki. Popote ninapokanyaga, hapo ninapamiliki. Wachawi wakinisikia wanatetemeka, wanaogopa kwa ajili ya ile nuru ya Kristo iliyo ndani yangu. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida. Hapana, hapana, hapana. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida. Yeyote yule ambaye atakutana na mimi ajue ya kwamba amekutana na mtu ambaye sio wa kawaida. Ni mtu aliyezaliwa mara ya pili, ni mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Mimi sio mtu wa kawaida. Shetani sikia, mimi sio mtu wa kawaida. Huwezi kuweka magonjwa kwangu, huwezi kuweka umaskini kwangu, huwezi kuweka kukataliwa kwangu. Hapana, haiwezekani. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi ni mtu mkubwa. Hata wewe unajua kabisa ya kwamba niko ndani ya Kristo, nimekushinda wewe. Neno la Mungu linasema kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Mimi nimezaliwa na Mungu,
nimeshinda ulimwengu. Mimi nimezaliwa na Mungu, nimeshinda ulimwengu. Nimeshinda kansa, nimeshinda ukimwi, nimeshinda magonjwa yote ambayo yapo katika ulimwengu, kwa sababu mimi nimezaliwa na Mungu. Mimi hapa nimezaliwa na Mungu, kwa hiyo mimi nimeshinda ulimwengu. Umaskini wote ulio katika ulimwengu mimi nimeushinda. Shida zote zilizo katika ulimwengu mimi nimezishinda. Utumwa wote ulio katika ulimwengu mimi nimeushinda, kwa sababu mimi niko ndani ya Kristo. Kwa sababu mimi niko ndani ya Kristo, nimeshinda magonjwa, nimeshinda umaskini, nimeshinda kukataliwa, nimemshinda shetani, nimeshinda wachawi, nimeshinda mapepo, kwa sababu mimi niko ndani ya Kristo. Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Mimi hapa ndiye ambaye neno linaniongelea. Nimezaliwa na Mungu, nimezaliwa na Mungu, ninashinda ulimwengu, ninashinda changamoto zote zilizo katika ulimwengu, kwa sababu mimi nimezaliwa na Mungu. Ulimwengu hauwezi kunishinda, ulimwengu hauwezi kunishinda. Walio katika ulimwengu, shetani na wachawi wake, shetani na wachawi wake, shetani na magonjwa yake, hayawezi kunishinda, hayawezi kabisa, kwa sababu mimi nimezaliwa na Mungu. Mimi sio mtu wa kawaida. Dunia sikia, mimi sio mtu wa kawaida. Mimi sio mtu wa kawaida. Ni kweli wa Tanzania tuko wengi, ila mimi ni Mtanzania ambaye sio mtu wa kawaida. Ni kweli wanafunzi tuko wengi, lakini mimi ni yule wa tofauti. Ni yule wa tofauti. Ni yule wa tofauti. Ni kweli wanaume tuko wengi, lakini mimi ni yule wa tofauti. Ni yule aliyezaliwa na Mungu, aliyeushinda ulimwengu. Ni yule aliyezaliwa na Mungu, aliyeushinda ulimwengu, aliyeushinda ulimwengu, aliyeushinda ulimwengu. Tena neno linasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda shetani. Mimi ndimi kijana aliyeandikiwa hilo neno, ya kwamba nina nguvu. Neno la Mungu liko ndani yangu, tena nimekushinda shetani. Ujapokuja kwa ushawi, nimekushinda tayari. Ujapokuja kwa mbinu kali, nimekushinda tayari. Ujapokuja kwa mapepo, nimekushinda tayari. Hata ukija kwa magonjwa, nimeshakushinda tayari, kwa sababu mimi nina nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yangu. Nimeshinda ulimwengu. Nimekushinda ewe shetani. Nimekushinda ewe shetani. Mimi hapa nimekushinda shetani, kwa sababu nimezaliwa na Mungu. Kwa sababu nimezaliwa na Mungu. Nimezaliwa na Mungu. Nimeshinda ulimwengu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakika wema na fadhili, wema na fadhili zinanifuata mimi. Wema unanifuata mimi. Wakati wengine wanatafuta wema, mimi hapa wema unanifuata mimi. Kila ninapotazama nyuma yangu, sioni maadui. Ninaona wema, ninaona fadhili. Ninaona wema, ninaona fadhili. Nikitazama nyuma yangu, simuoni shetani. Wengine wakitazama nyuma yao, wanamuona shetani anawakimbiza. Wanaona wachawi wanawakimbiza. Wanaona roho za giza zinawafuatilia. Lakini mimi nikitazama nyuma yangu, naona wema na fadhili za Bwana zinanifuata siku zote za maisha yangu. Kama alivyosema Daudi, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Hakika wema na fadhili zinanifuata siku zote za maisha yangu. Jumatatu, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Jumanne, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Jumatano, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Alhamis, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Ijumaa,
wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Jumamosi, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Hata Jumapili, wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Fadhili za Bwana zinanifuata. Hakika mimi wema wa Bwana unanifuata, fadhili za Bwana zinanifuata. Oh, haleluya! Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na pesa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa riziki. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa rafiki wema. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Hakuna kitu chochote ambacho nitakihitaji mimi, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Nawezaje kupungukiwa ili hali Bwana ndiye mchungaji wangu? Nawezaje kupungukiwa ili hali Bwana ndiye mchungaji wangu? Haiwezekani. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na fedha, sitapungukiwa na mali, sitapungukiwa na marafiki, sitapungukiwa watu wema, kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Siwezi kupungukiwa. Siwezi kupungukiwa. Wana simba watatindikiwa. Wana simba watatindikiwa. Hata simba wataona njaa, lakini mimi sitapungukiwa na kitu. Lakini mimi sitapungukiwa na kitu, kwa sababu Bwana amenichagua. Mimi ni chaguo lake. Mimi ni chaguo lake. Bwana amenichagua. Mimi ni chaguo lake. Siwezi kupungukiwa na kitu chochote. Siwezi kupungukiwa na kitu chochote, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ananichunga Bwana. Ananiongoza panapo malisho ya majani mabichi. Ananiongoza kwenye maji ya utulivu. Ananiongoza Bwana. Nawezaje kupungukiwa mimi? Nawezaje kupungukiwa mimi ili hali Bwana ndiye mchungaji wangu? Bwana ndiye mchungaji wangu. Siwezi kupungukiwa na kitu. Siwezi kupungukiwa na kitu, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ninao uzima wa milele ukikaa ndani yangu. Ninao uzima wa milele ukikaa ndani yangu. Siwezi kupungukiwa na kitu. Siwezi kupungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi, Bwana hunilaza. Bwana hunilaza katika malisho ya majani mabichi. Ninakula vitu vilivyostawi. Ninakula malisho ya majani mabichi. Ninalala mahali palipostawi. Ninalala mahali pa malisho ya majani mabichi, kando ya maji ya utulivu. Huniongoza Bwana. Ananiongoza Bwana mahali penye maji ya utulivu, mahali penye maji yaliyo salama. Ndio maana magonjwa ya maji sio sehemu yangu mimi, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu mchungaji wangu ni Bwana. Mchungaji wangu mimi ni Bwana. Mchungaji wangu mimi ni Bwana. Siwezi kupungukiwa na kitu. Siwezi kupungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Ninao uzima wa milele ukikaa ndani yangu. Ninao uzima wa milele ukikaa ndani yangu. Sio uzima wa siku 2, sio uzima wa siku 3. Ni uzima wa milele unakaa ndani yangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa ajili ya uzima wa milele unaokaa ndani yangu, magonjwa hayana nafasi. Hayawezi kushindana na uzima wa milele. Huu ni uzima wa Yesu Kristo. Huu ni uzima wa Yesu Kristo. Maana alisema ya kwamba atatoa uhai wake kwa ajili yangu. Na ndio huu nilionao. Uhai nilionao sasa. Uhai nilionao sasa sio wa kwangu mimi, ni wa Yesu Kristo. Ni wa Yesu Kristo. Ni ule uhai ambao ulipambana na mauti. Baada ya siku 3
ukayashinda mauti. Kwa hiyo mauti sio sehemu yangu. Kwa hiyo magonjwa sio sehemu yangu, kwa sababu ndani yangu nina uhai wa Kristo. Nina uhai wa Kristo. Sio mimi tena ninayeishi, sio mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Ndani ya mwili huu unaoonekana watu wakitazama kwa nje wanahisi ni mimi, lakini ukweli wa mambo sio mimi ninaishi, bali Kristo ndiye anayeishi. Ndiye anayeishi ndani yangu. Ndiye anayeishi ndani ya mwili huu. Anayeishi ni Kristo. Na kwa sababu Kristo hawezi kushindwa, mimi hapa siwezi kushindwa. Haiwezekani mimi nikashindwa. Haiwezekani mimi nikashindwa, kwa sababu Kristo aliye ndani yangu hawezi kushindwa. Hawezi kushindwa. Kwa hiyo mimi siwezi kushindwa. Pige Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. So nataka sasa twende ukamshukuru Mungu sasa. Mwambie Bwana Yesu asante. Asante kwa ajili ya uzima wa milele aliyokupatia. Asante kwa ajili ya wokovu. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya neno la Mungu ambalo ametupatia na vinginevyo. Haleluya. Hivi navitaja ndio vitu vikuu hapa duniani ambavyo Mungu ametupatia bure kabisa, bila gharama yoyote, bure kabisa. Hivi vingine unaweza kawa huna uhakika kwamba hiki alinipa Mungu au nilijitafutia mwenyewe, lakini inapofika kwenye uzima wa milele ulipewa na Mungu bure. Wokovu ulipewa na Mungu bure. Msamaha ulipewa na Mungu bure. Hivi ni vitu ambao tuna uhakika kabisa kwamba hivi unatakiwa umshukuru Mungu. Yaani ni hakika kabisa kwamba hivi bila mkono wa Mungu ulikuwa hauna. Sema katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Nashukuru kwa ajili ya wokovu. Umenipatia wokovu bure. Hakuna ambacho ningefanya ili niweze kuokoka. Neno lako linasema kwa njia ya matendo ya sheria hakuna mwenye mwili yoyote ambaye ana uwezo wa kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Hata mimi pia sikuwa na haki yoyote. Sikuwa na haki yoyote kwa matendo yangu, lakini nakushukuru kwa neema yako. Uliona nafaa. Uliona nafaa. Uliona nastahili. Ukashuka. Ukafa kwa ajili yangu. Nimekuja usiku wa leo. Ninasema asante. Ninasema asante. 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 Asante Yesu. Asante kwa wokovu. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye ni sehemu ya roho wako. Ni roho wako Bwana ukanipa mimi. Ukasema ya kwamba sitawaacha yatima, lakini nitawafanyia, nitawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata nijapo. Ndiye huyo Roho Mtakatifu ambaye umenipatia. Ananiongoza, ananifundisha. Roho Mtakatifu. Yesu ninakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye amekuwa mwalimu wangu, amekuwa kiongozi wangu. Ananikumbusha yale mafundisho ulioniambia. Ananiongoza, ananitia kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu. Kwa kweli bila Roho Mtakatifu nisingeweza. Wokovu ungekuwa mgumu. Ulikuwa hauwezekani bila Roho Mtakatifu. Yesu ninakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya neno lako. Kwa ajili ya neno lako. Kwa ajili ya neno lako. Katika Amosi inasema ya kwamba siku hizo watu watazimia kwa ajili ya njaa. Watu watazimia kwa ajili ya kiu. Sio kiu ya maji wala sio njaa ya chakula, lakini ni ile kiu, lakini ni ile njaa ya kutokuyasikia maneno ya Mungu. Mimi ni nani leo? Umenipa fursa ya kuyasikia maneno ya Mungu. Umenipa fursa ya kuyasoma maneno ya Mungu. Muda wowote ninaotaka, nikiamua, ninafunua neno lako na ninalisoma. Linaniongoza, linanifundisha, linaniadabisha, linanikemea. Yesu nashukuru kwa ajili ya zawadi ya neno lako. Sikufanya chochote ili neno hili linifikie toka enzi za mitume mpaka leo. Ningelipa mimi nini? Ningelipa nini mimi ili